Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Bado tunaendelea kukufahamisha nini ambacho kinajiri katika ulimwengu, lakini tunatazama katika eneo la Mashariki ya Kati ambapo wakati huu vita vinaendelea. Vita kati ya nchi hizo inaendelea, lakini mashambulizi makubwa yaliyofanyika usiku wa Jumamosi yalikuwa ni makubwa mno. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, baada ya kubaini kuwa kiongozi wake mkuu Ayatollah Al-Khamenei ameuawa, walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran walipata hasira na kufanya mashambulizi mazito, mashambulizi ya ghadhabu ambayo yameifanya Israel kupigika vibaya mno katika maeneo mbalimbali nchini Israel, ikiwa ni pamoja na Tel Aviv na maeneo yote yanayokaliwa kwa mabavu yameshambuliwa vibaya. Hii inathibitisha kwamba ulinzi wa anga wa Marekani pamoja na Israel haukuweza kuzuia makombora ya Iran. Iran ilisema kabla ya vita hivi kwamba itatuma zaidi ya makombora 2000 kwa wakati mmoja. Ingawa hadi wakati huu haifahamiki ni makombora mangapi, lakini siku ya kwanza ya Jumamosi baada ya shambulizi la awali lililotangazwa na jeshi la Iran, lakini pia lililotangazwa na Marekani kwamba ni la ushirika kati ya Marekani na Israel, Iran ilifanya mashambulizi makubwa majira ya mchana, lakini baadaye ikaendelea na mashambulizi hayo majira ya jioni. Hata hivyo, kifo cha Ayatollah Al-Khamenei kinadaiwa kwamba sasa kimewachochea wapiganaji ama walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, ambao sasa kazi yao kubwa ni kulinda mapinduzi matukufu ya mwaka 1979, ya mapinduzi ambayo kiongozi mkuu kwa sasa alikuwa ni Ayatollah Al-Khamenei aliyeuawa baada ya kumrithi kiongozi wa kwanza wa serikali ya mapinduzi. Lakini pia hata wakati huu mamlaka nchini humo bado zinatii katiba na sheria za nchi, na sasa zinatafuta nani atakayerithi kiti cha kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran. Lakini pia baadhi ya viongozi wakuu bado wangali hai, akiwemo Rais Masoud Pezeshkian, lakini pia na baadhi ya makamanda wengine, licha ya kwamba inadaiwa zaidi ya makamanda 40 waliuawa siku ya jana Jumamosi. Israel haikutangaza ni namna gani ilivyoshambuliwa, lakini picha mbalimbali zilizotumwa katika mitandao mbalimbali ya kijamii na baadhi ya vyombo vya habari ulimwenguni zinaonyesha namna ambavyo Israel imeshambuliwa. Maeneo mengi yameharibiwa vibaya, lakini pia inadaiwa wakazi nchini humo wapo katika maeneo ya mahandaki, huku huduma ya dharura ya Magen David Adom ikitoa tahadhari zaidi. Ving'ora vinasikika kila mahali katika taifa la Kiyahudi la Israel, taifa ambalo limeamua kuiunga mkono Marekani katika operation ambayo Marekani inaamini sasa wameimaliza baada ya kumuua kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei. Mtazamaji, mashambulizi haya ya Iran hayaishi tu katika taifa hilo la Kiyahudi, lakini pia katika maeneo mengine ya washirika wa Marekani. Huko Doha nchini Qatar mashambulizi ni makubwa, lakini pia maeneo ya Umoja wa Falme za Kiarabu na kwingineko katika Ghuba ya Kiarabu mashambulizi ya Iran yanasikika. Milipuko kadhaa inasikika, lakini pia idadi kubwa ya watu wanajeruhiwa na wengine kuuawa. Mtazamaji, kazi yetu ni kukufahamisha yote ambayo yanajiri katika vita hivi vinavyoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati, baada ya Israel ikiungana na Marekani kuamua kuishambulia Iran mnamo siku ya Jumamosi. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.